Kwa sababu hiyo, tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza. Sema mafundisho ya kwanza. Kama kuna mafundisho ya kwanza, kuna mafundisho ya pili, kuna ya tatu, kuna ya nne, kuna ya tano mpaka na kuendelea. Lakini huwezi ukaanza darasa la pili kabla hujaanza la ngapi? La kwanza. Lakini wako watakatifu wanaanza na mafundisho ya darasa la tatu. Anakwenda, unakuja kugundua hajui kusoma na kufanyaje? Andika. Kwa sababu hilo ni fundisho la darasa la ngapi? La kwanza. Anasema tukiacha mafundisho ya kwanza, anasema pia hupaswi kubaki kwenye mafundisho ya kwanza siku zote. Unamkuta mtu yuko shule ya msingi darasa la kwanza miaka 6. Iko sawa? Kuna muda, sema kuna muda. Kuna mpaka wa kuwepo kwenye mafundisho ya kwanza. Anasema tunakaa kwenye mafundisho ya kwanza kwa muda maalum, alafu tunakwenda kwenye mafundisho ya ngapi? Ya pili. Kwa muda maalum, alafu tunakwenda kwenye mafundisho ya ngapi? Ya tatu. Na kuendelea. Endelea hapo. Endelea. Mstari wa kwanza na wa pili. Tusiweke msingi tena wa kuzitubia kazi zisizo na uhai. Andika syllabus namba 1. Namba 1. Andika toba. Somo lako la kwanza ufundishwe kuhusu nini? Toba. Yesu alipoanza kuhubiri alisema fundisho lake, hubiri yake ya kwanza akasema tubuni mkaiamini Injili. Toba, sema toba. Lazima wokovu wako uwe kwenye msingi huu wa toba. Kwanza toba ya wokovu, andika toba ya wokovu. 2, toba endelevu. Toba ya wokovu hii inakuleta kwenye kuzaliwa mara ya pili, inakuleta kwenye kuokoka. Na fundisho hili aliwahusu tu wa Kristo, linamhusu kila anayeitwa mtu juu ya nchi. Bwana asifiwe. Toba ya wokovu, ambaye hajatubu kuokoka anaagizwa atubu, afanyaje? Aokoke. Wewe uliyookoka, pamoja na kwamba umeokoka, kuna wakati unamkosea Mungu. Unapomkosea, msingi wa toba endelevu ni kwamba usisubiri kesho, usisubiri baadaye. Unapokosea pale pale, hata kila kitu, tubu. Ndio sehemu ya somo hili tunalojifunza hapa kwenye Luka 21. Unajua matukio ya siku za mwisho yanafundishwa, kutakuwa hiki, kutakuwa hiki. Lakini lengo hili, kwa nini yale matukio yapo, ndio tunajifunza. Ujue kwa nini matukio haya yapo. Usijue tu kuna unyakuo. Kwa nini unyakuo upo? Huo ndio msingi wa fundisho letu. Ujue kwa nini unyakuo upo. Ndio tunachowekeza hapa. Ujue kwa nini unyakuo upo. Toba endelevu, msingi wake usikawie kutubu, usikawie kumsamehe mtu. Hilo ni fundisho la kwanza. Usipomsamehe mtu, Mungu hakusamehi. Kama unaomba toba, Mungu nisamehe, wakati una mtu moyoni mwako hujamsamehe, toba yako inaishia kwenye ndani la kanisa. Haya ni mafundisho ya msingi tu. Ndio maana nitaka ujifunze mambo haya ya toba. Kama wewe unahitaji toba kwa Mungu, kuna ndugu yako anahitaji toba kwako. Unahitaji kumsamehe ndugu yako. Wewe unavyoona uzito wa kumsamehe ndugu yako, ndivyo tunavyomkosea Mungu. Ana uzito, lakini anatufanyaje? Anatusamehe. Sasa wewe ukiona kuna uzito wa kumsamehe ndugu yako, Mungu anasema na mimi sikusamehe. Wewe unavyojisikia kwa ndugu yako, na mimi najisikia hivyo hivyo. Kama wewe ukishindwa kumsamehe ndugu yako, na mimi nimefanyaje? Nishashindwa. Kwa hiyo usijidanganye ukawa na tubu wakati kuna watu hujawafanyaje. Ukawa na tubu wakati kuna watu wasalimii. Unasalimia huyu, unampita huyu, unasalimia unampita huyu. Afu unajifariji, baadaye umemkosea Mungu, baba naomba toba, toba yako inaishia kwenye taba. Unajifariji, nimeshatubu. Hujatubu na toba yako haijaenda popote. Hoja ya Mungu inabaki pale pale, umemsamehe ndugu yako.
Kama amekushinda na mimi amefanyaje? Amenishinda. Sasa haya ni mambo ya msingi. Kwa hiyo ndio ukikusamehe, swala la kwanza linaloingia, kama mimi sijasamehe, huna haki ya kutubu. Nukta. Makosa yako huna haki ya kufanyaje? Kutubu. Ukitaka kutubu, anza kwanza kufanyaje? Kusamehe. Ndipo Bwana asifiwe. Wababa tupo. Haleluya. Bwana asifiwe. Fundisho la kwanza kwa wababa kwenye ndoa, anasema uishi kwa akili na mmeo na mkeo. Uishi kwa akili na uishi kwa akili na mkeo. Anasema uwe makini sana kwenye hilo eneo, kwa sababu usipokaa vizuri, maombi yako yaendi, yanazuiliwa mahali, hayafiki. Ndio tunachoongea pale. Maombi unaweza ukaomba yakawa yameishia kwenye taa ya nyumbani kwako, kwa sababu mambo hayajakaa sawa. Unataka yavuke, uweka sawa kwanza, alafu na Mungu aweke sawa ya kwako. Haya ni mafundisho ya waongofu wapya ya mwanzo kabisa, lakini kuna mtu yuko ndani ya wokovu miaka ana struggle kwa sababu hakupata msingi kwenye eneo hili. Hawapo hapa, naongelea maeneo mengine. Andika cha pili, imani. Tusomee tena pale. Inafuata nini? Anasema inaitwa kuzitubia kazi zisizo na uhai. Kwenye toba ya wokovu hapa tukufundishe kwamba ukiwa kwenye dini yoyote kule, kuna matendo ya kidini yanafanywa kule. Mtu leo ameamka anakwenda kwenye matendo ya kidini na anajua anamfanyia nani? Mungu. Bwana asifiwe. Lakini kumbe tumejifunza dini kujumlisha nini? Kujumlisha Injili sawa sawa na nini? Wokovu. Dini kutoa nini? Injili sawa sawa na kupotea. Sasa wengine tulikimbiaga hesabu, kumbe bwana hili somo liko kila mahali, mpaka kwenye Bible kuna hesabu. Bwana asifiwe. Sasa sijui x is over x, sijui L sijui nini, nasema taitumia wapi? Hapa inatumika itumiki hapa. Tunatiana moyo, wajinga watu kwa hesabu. Matrix sijui nini, simultaneous equation. Mimi nahitaji hela ya kulipia chumba, wewe unaniambia simultaneous equation. Weka pembeni huko. Kumbe simultaneous equation zipo huko bwana. Dini plus Injili is equal to wokovu. Dini minus Injili is equal to kupotea. Hafuneka simultaneous equation. Anasifiwe. Sasa kuna mtu yuko kwenye dini anatenda matendo ya nini? Ya kidini, lakini kumbe hayo matendo hayana maana yote kwa nani? Kwa Mungu. Hizo zinaitwa kazi zisizo na nini? Na uhai, zimekufa. Mtu ana hela anajitolea na zake kujenga msikiti, kujenga kanisa ambalo kanisa lenye hawaamini wokovu. Hiyo ni kazi iliyofanyaje? Hana uhai. Imepotea. Mtu huyu anahitaji nini? Cha pili, imani. Tusomea. Tusiweke msingi tena wa kuzitubia kazi zisizo na uhai na wakuwa na imani kwa Mungu. Imani, pasipo imani huwezi kumpendeza nani? Mungu. Kama mwongofu mpya, lazima ujue imani ni nini, chanzo cha imani ni nini, ili niwe na imani nifanye nini. Bado kuna watu wana struggle, lakini ni elimu ya mwongofu mpya. Endelea. Na
na mafundisho ya mabatizo. Na unajua toba lazima uwe na msingi kwenye toba, kwa sababu kuna toba endelevu. Lazima uwe na msingi, kwa sababu pasipo imani huwezi kumpendeza Mungu. Huwezi kupata chochote kwa Mungu bila nini? Imani. Batizo ziko za aina 3, lakini tuzitaje 2. Ubatizo wa kwanza wa maji mengi, wa pili, wa tatu, batizo wa moto. Umekumbuka? Baptism by fire. Batizo wa moto. Batizo wa moto maana yake nini? Ukiokoka tutarajie miaka 7 ya njaa, miaka 7 ya shibe na miaka 7 ya njaa. Kwa lugha nyingine, kuokoka unaweza ukapambana na changamoto mbali. Imetupasa kuingia kwenye ufalme wa Mungu kwa njia ya ziki nyingi. Wakati mwingine inabidi uangalie, ziki hii ni kwa sababu ya kutokutii, uzembe, au ziki hii ni kwa sababu nimeokoka. Kuna mtu ameokoka anafukuzwa kwao. Hii ni nini kwake? Ni ubatizo wa nini? Wa moto wa mateso, kwa sababu ya imani. Bwana asifiwe. Lakini wewe unaishi na njaa mwezi mzima eti kwa sababu hujatoa zaka malimbuko. Subutu. Huo sio ubatizo wa mateso, sio ubatizo wa moto. Huo ni ubatizo wa nini? Kingine. Kwa hiyo mwongofu mpya anaambiwa lazima ubatizwe kwa maji mengi, unaenda kuzamishwa, unatii. Lazima ubatizwe ubatizo wa Roho Mtakatifu. Unabatizwa na ushahidi wa kubatizwa ni kunena kwa nini? Kwa lugha. Na 3, usisahau, pamoja na injili ya mafanikio ambayo inainuliwa juu sana, lakini shilingi ina pande ngapi? Shilingi. Hapo wengine wananiangalia kwa namna fulani, hajawahi kuona shilingi. Wanaita watoto 4,000, 2,000. Wa 2,000 hiyo. Hawaijui shilingi. Shilingi ni hela, ilikuwa na pande ngapi? Kuna sura ya mtu upande mmoja, upande wa pili kuna mwenge ukiwaka moto. Kwa hiyo upande wa pili moto, upande wa pili mtu. Sasa kuokoka sio maana utaishi kwenye barabara ya maua mteremko. Kuna changamoto. Nazo ni ubatizo, kwa sababu umefanyaje? Umeokoka. Kwa maana anasema ufundishwe mabatizo. Amen. Ngapi? Batizo aina ngapi? 3. Sasa siongelee ubatizo kwa sababu ya uzembe wako kwenye neno, ulitii neno, yamekukuta ukawaambia watu na batizo kwa moto. Huo sio batizo wa moto, ni ule yamekukuta kwa sababu umefanyaje? Umeokoka. Huo tu. Yaani kwamba hiki ninachopitia kwa sababu nimefanyaje? Kingine na mabatizo na kuwekea mikono na kufufuliwa wafu. Kuwekewa nini? Mikono, manake maombi. Hapo umeshajifunza imani, ujifunze kwamba kuna maombi, kuna transfer, kuna uhamisho wa nguvu za nani? Za Mungu. Haijalishi huko Kenya, huko Mwanza, huko hapa tunaomba, huko nyumbani, uelewe kwamba nguvu za Mungu zinafanyaje? Zinahamishika na kuweza kukufikia mahali pote ulipo zipo. Ili imani yako wakikuombea usibakie tu mpaka unywe mafuta. Wewe inaonyesha mafundisho ya msingi wa wokovu kuyapata. Sio mpaka utumie kwanza kitu. Tuanze na kitu, tunaanza na imani. Bwana asifiwe. Kuwekewa mikono manake uhamisho wa nguvu za nani? Za Mungu. Kingine na kufufuliwa wafu na hukumu ya milele. Sasa futa yote haya tulikuwa tunapita tu mtaani, sasa tunaingia barabara kuu kule tulikokuwa tunaelekea. Nini?
ufufuo wa wafu na nini? Hukumu ya milele. Sawa. 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 Andika lengo la somo. Lengo la somo. Lengo la masomo haya kujiweka tayari wakati wote. Kujiweka tayari wakati wote. Kujiweka tayari wakati wote. Ndio lengo la haya masomo. Kwa nini mwongofu mpya alikuwa anafundishwa masomo haya na haitii mpaka ameyakamilisha? Ni ili au na uwezo wa kujiweka tayari wakati wote. Jiweka tayari wakati wote. Soma Luka 21:30. Na swali letu kuu tunalojibu, kwa nini Mungu ameweka matukio makuu ya siku za mwisho wa dunia? Ndio swali tunalojibu kwenye somo hili. Ndio swali tunalojibu kwenye somo. Tusome Luka 21:34 mpaka 36 nadhani hapo. Biblia inasema, hili ndio andiko letu kuu la msingi la kujiweka nini? Tayari wakati wote. Biblia inasema, basi jiangalieni mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi. Anasema jiangalie wakati wote, lisiwepo jambo lisiloambatana na safari ya mbinguni linakulemea. Bwana asifiwe. Niliwahi kuachwa na basi basi niliacha. Nilijisahau kwamba niko safarini. Sio anasema shuka, sijui 1, 2, 3, 4. Nikasahau kama yaani tena afadhali siku hizi wanasema dakika ngapi? Wanaweza kufika akasema tunatoa, afu wanatoa matangazo. Wakati ule hamna kitu kama hicho. Unaambiwa tu chap chap. Saizi tunafika mahali tunawapa dakika ngapi? 10, zingatia muda. Nilisoma namba. Nyinyi kama mnasikika kusoma namba, mimi wenzenu nilisoma namba. T502. Gari linafanyaje? Linachochola. Alafu mkaonyo unaokaa hivi naota au ndio yenyewe. Ila namshukuru Mungu mfukoni sasa ndio ikukute, ndio nauli ndio ilikuwa hiyo. Huna kitu. Haikunisumbua sana nikasema labda mizigo yangu tu kule, lakini nitapiga simu kwenye nani yao wewe niwaambie mizigo yangu huko niikute. Nimeniacha lakini niikute. Kwa nikasema mizigo yangu muifanyaje? Mmeniacha lakini mizigo yangu niifanyaje? Nisipoikuta hapo ndio kesi itakuniacha, sio hiyo ni kesi yangu, lakini ya mizigo hiyo ni yenu. Nasema haya bwana tutaikuta. Lakini nimesoma nini? Sasa kwa kuwa nilikuwa vizuri kwa nimekuja gari nyingine nikafanyaje? Safari kaendelea. Kwa hiyo Mungu ameweka matukio haya ili kujiweka nini? Tayari wakati wowote. Na tulisema tukio la kwanza la mwisho wa dunia, siku ya Pentekoste, Roho aliposhuka, ndipo kalenda ya Mungu mbinguni ilianza kusoma siku za mwisho. Na tukasema taifa la Israeli, uwe unalipenda, unalichukia, hulitaki, hulielewi, ndio saa na kalenda ya Mungu hapa duniani kwa mambo yake. Kwa hiyo mtu anafanyaje? Anachagua uambatane nao ama uachane nao, halibadilishi chochote kwa Mungu. Roho alishuka Yerusalemu na kalenda ya Mungu ikaanza kufanyaje? Kusoma kwamba kuanzia hapo Roho aliposhuka Yerusalemu, kuanzia leo ni siku za mwisho. Israeli kapigwa na Warumi, kasambazwa dunia nzima kwa miaka 1900
mwaka 1948 Israeli wakarudi tena wapi? Israeli kwenye nchi yao. Kalenda Mungu ikaanza kusoma, tunakwenda nyakati za mwishoni kabisa. Bwana asifiwe. Kuanzia mwaka 1900 na ngapi? 48. Maana unabii ulitoka, mkiona nimewakusanya hao watu ambao niliwatawanya kwa maelfu ya miaka wakarudi pale kama taifa moja, hilo jambo kibinadamu haliwezekani. Ni Mungu tu. Eti ukoo umepoteana miaka 1900. Alafu ukoo kajikusanya, huu ndio ukoo wa fulani. Subutu. Anatakiwa Mungu tu. Bwana asifiwe. Mwaka 1948 wakaanza, kalenda ikaanza kwamba yani sasa tunaenda kule ukingoni. Bwana asifiwe. Tunaelewana hapo? Na kipindi hiki cha tangu Roho Mtakatifu ameshuka kinaitwa kipindi cha kanisa, kipindi cha neema, kipindi cha injili, kipindi cha watu kutubu na kuokoka kwa mataifa. Hiki kinachoendelea sasa. Bwana asifiwe. Na ndicho ambacho tupo. Kitahitimishwa kipindi hiki. Kitahitimishwa na tukio linaloitwa unyakuo wa kanisa. Ndio litahitimisha hiki kipindi. Unyakuo kitokea, Mungu anakuwa amehama kwa mataifa, anahamia wapi? Israeli. Hapo wakati huo mambo yote ya msingi ya kiungu yatakuwa yamebebwa na kushikiliwa na taifa la Israeli. Sio nini tena? Sio mataifa tena. Bwana asifiwe. Wale ambao watakuwa hawajanyakuliwa kwa mataifa, kipindi cha neema kimefanyaje? Kimeisha. Kinaitwa kipindi cha ziki. Tunaelewana mpaka hapo? Kwa nini tunaongelea mambo haya? Bwana asifiwe. Hebu andika ufufuo wa wafu na hukumu ya milele. Tusomee hiyo syllabus ya mwisho kabisa kwenye Waebrania pale 6:2 kule mwisho. Syllabus ya mwisho ambayo mwalimu wa darasa la waongofu wapya kwenye matendo akiingia darasani haitimishi darasa la waongofu wapya mpaka masomo haya mawili yamefundishwa. Yanayohusu nini? Ufufuo wa wafu na nini? Hukumu ya milele. Na hukumu ya milele. Kama ukiyasoma masomo haya, yani haya ndio lilikuwa somo la mwisho la kuhitimisha nini? Darasa. Ufufuo wa wafu na nini? Hukumu. Bwana asifiwe. Sababu ya masomo haya kufundishwa, ya kwanza ni mwongofu mpya anapoanza maisha ya wokovu ajiweke tayari wakati wote. Lisiwepo jambo kaliruhusu la kukulemea. Amen. Haya, tuje kwenye andiko letu. Hili tulishasoma au bado? Luka 21. Ulikuwa unaendelea nalo. Hebu lisome alafu tuendelee. Humalizi darasa la waongofu wapya bila la mwisho somo lilikuwa ni ufufuo wa wafu na hukumu ya ujue mbele kuna hukumu. Ujue ufufuo wa wafu, maisha ya duniani sio mwisho. Hapa alikuwa anaambiwa maisha haya sio mwisho. Ukisikia mtu amekufa sio mwisho. Na huko anakoelekea, huko ambako sio mwisho, kuna nini? Kuna hukumu. Kwa nini anafundishwa somo hili? Ili maisha yake leo akae mkao wa kwamba huko mbele kuna nini? Kuna hukumu. Bwana asifiwe. Yaani kila siku ujue kwamba kwanza waliambiwa ufufuo wa wafu kwa sababu mtu aliyeokoka wakati ule kufa ni swala la wakati wowote. Jina Bwana libarikiwe. Tunafundisha masomo haya kwa practical kabisa. Tumekuja hapa kwenye mkesha wa mwaka mpya. Hii mwaka mpya nini? Mwezi
Mwezi kila tunapomaliza na kuingia mwezi tunakabidhi mwezi mbele za nani? Za Mungu. Leo tulipiga fire hapa na watumishi wa Mungu usiku. Tumeenda saa 11 tumeamka. Mama pastor anaamka ili aende kwenye majukumu yake saa 11 alfajiri. Mimi nimeamka na mimi na mambo yangu. Chumbani. Namuona mama pastor anapiga kelele, nyoka chumbani. Nyoka mweusi yule mwenye sumu chumbani. Na ndio tumetoka kukabidhi mwezi juzi. Maswali ya kuja mimi. Zile fire za usiku ndio zimechomoa kitu kilichokuwa kimekaa kinafanya timing. Haya sasa. Ndio mtu amepita yangu. Safari imefanyaje? Hujajiweka? Tayari. Bwana asifiwe. Kwa sasa sisi nyoka chumbani tunaangalia kapita wapi, bana kuna madirisha na milango. Milangoni tumeweka zile nani za kuzuia, yani kapita wapi? Lakini joka la maana wapi? Sio nje. Chumbani, yani mnaamka tu, ile kuamka tu tu hapa. Ndio salamu ya mwezi mpya. Salamu ya mwezi mpya. Basi hata ingekuwa basi barazani. Basi jikoni basi. Basi kwenye varanda. Chumbani. Ndio salamu. Sisi tumetoka kwenye mkesha wa kukabidhi mwezi. Salamu zetu ndio hizi hapa. Black is snake. Mama pastor ananiambia usitutanie hapa. Lete kuna issue yote lete hapa nimshughulikie mwenyewe, weka pembeni. Mshughulikie mwenyewe. Kwa hiyo mama pastor alishughulika naye. Amekutana uso kwa uso. Akasema, I say congratulations. Kaka pembeni subiri huko labda niletee tu kitu cha kushughulikia. Yaani wametazamana hivi. Tazamana hivi. Nasema hiyo tulia tu niachie. Namaliza. Kaambia na kuaminia maliza. Naona kimeinuliwa kichwa cha snake. Kichwa kule, mwili. Bwana asifiwe. Ambia tuko tayari wakati wote. Yaani vyovyote iwe nini, yaani vyovyote vile ila kichwa kimekatwa. Amen. Kwa anataka tuwe tayari wakati wote. Wayahudi wakamfuata Yesu. Ni sawa na leo watu angekuwepo Yesu wangemfuata. Kwa mfano matukio ya Oktoba 29 wangemfuata Yesu. Jibu ambalo Yesu angejibu, watu wangeachana na Yesu nadhani siku zote. Wakamfuata wakamwambia, Yesu wewe, na watu wameangukiwa na mnara wapi huko? Siloamu. Walitaja Yesu, yaani wameangukiwa na mnara. Yesu akawaambia, yaani walipomaliza tu wameangukiwa na mnara Siloamu, akawaambia na nyinyi mlioleta habari msipotubu mtakufa style hiyo hiyo. Akasema huyu Mungu habari tena huyu. Nadhani sijui kama walilipokeaje. Yaani badala ya kupetiwa akawaambia na nyinyi mlioleta habari msipotubu. Inaweza isiwe mnara lakini linakuja. Nadhani walimtazama wakasema hamna. Walisema huyu Masihi sio. Alafu akawakumbusha na jambo lingine. Akamwambia mnaongelea habari ya mnara. Wakamwambia na habari ya Wayahudi walikuwa wanatoa zabibu madhabahuni. Jambo la kimungu. Wanatoa zabibu. Herode akaja, walikuwa wanachinja kondoo, wanawatoa zabibu. Herode akaja
kawachinja watu wa zabibu wale waliokuwa wanamtolea Mungu zabibu, kawachinja alafu kawaunganisha na zile. Yaani unachinjwa alafu ulikuwa na madhabahu na kondoo, anakufanyaje? Anakuunganisha na wewe kuwa zabibu. Yesu akasema labda hili la kimungu alikuwa na nini na Mungu, huenda tutapata mrejesho fulani. Yesu akawaambia, na nyinyi nawaambia, msipotubu hiyo ngoma inakuja kwenu. Kwa lugha nyingine, kwa namna moja ama nyingine, dunia hii tayari iko kwenye dhambi na uharibifu. Linaweza likakukuta jambo wakati wowote, mahali popote, bila kujali kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Usisahau. Kwa nini Mungu ajali? Mungu anajali, lakini anasema duniani nayo ziki. Dunia tayari imeshaharibika, imeshavurugwa. Linaweza likakukuta jambo. Bwana asifiwe. Stefano alikuwa ameokoka, kijana mdogo, wala sio mzee, kijana mdogo, lakini amepigwa naye amekufa. Yesu mbinguni anasimama tu kumpokea na kumwambia karibu nyumbani. Bwana asifiwe. Anasema kwenye kitabu cha Ufunuo, shahidi wangu Antipas hapo kwenye kiti cha shetani aliyeuawa kwenye madhabahu. Yaani mtu yuko madhabahuni kabisa na injili yake, jamaa anakuja na mkomata hapo. Alafu Yesu anamsifia. Anasema shahidi wangu mwaminifu. Kaokoka yule. Bwana asifiwe. Kijana yule, wala sio mtu mzima, ila yuko tayari. Bwana asifiwe. Naweza katokea ajali, katokea kitu chochote cha ghafla, sio kwa sababu Mungu hajali. Mungu anajali sana, lakini dunia imeshafanyaje? Shaharibika, ina uharibifu. Linaweza likatokea jambo. Bwana asifiwe. Asema lisikusumbue wewe, wakati wote hakikisha uko tayari. Ndio maana alikuwa ninafundishwa somo la ufufuo nini? Wa wafu. Kwa nini? Kwamba ukifa utafufuka. Kuna mema huko mbele, usikate tamaa ya kushindwa kukaa tayari. Bwana asifiwe. Na kwamba hukumu, uwe unafanya mambo ukijua kwamba mbele kuna hukumu. Haya masomo yalikuwa hayaishi tu hewani, yalikuwa ni kwa ajili ya kumwandaa mtakatifu. Ndio maana tumerudia kuyafundisha. Bwana asifiwe. Kuna mtu ananielewa? Sasa twende kipengele kingine. Kwa nini Mungu ameweka matukio ya siku za mwisho? Kwa nini? Tumeongea sana. Kwa nini? Kwa nini? Ameweka kalenda. Kwa nini ameweka kalenda? Kwanza, futa upande mmoja. Tumesema kwanza, Mungu aliziumba mbingu na nchi, aliumba malaika, aliumba watu, aliumba vitu mbalimbali. Kila alichoumba Mungu aliumba kwa kusudi maalum. Sema kusudi maalum. Aliumba mbingu kwa kusudi. Na kule anaposema aliziumba mbingu, lile neno mbingu sio moja, ni plural, ni nyingi. Mbingu sio moja, ziko kadhaa. Paulo anaishia mbingu ya ngapi? Ya tatu. Anasema nilipaa mpaka mbingu ya ngapi? Ya tatu. Alikwenda mbingu ya kwanza, akaenda mbingu ya pili, akaenda mbingu ya tatu. Lakini tunasema zinaweza zikawa zaidi, kwa sababu anasema yule aliyeshuka mpaka pande za mwisho alipaa mpaka juu kuliko mbingu zote. Kwa hiyo Mungu mwenyewe anakaa juu ya mbingu zote. Ziko ngapi? Yeye yuko juu zaidi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mbingu na nchi aliziumba kwa makusudi maalum. Mtu aliumbwa kwa kusudi maalum. Malaika aliumbwa kwa kusudi maalum, sio la kwako. Ukuumbwa uolewe. Ukuumbwa uoe. Unaoa na kuolewa kutimiza kusudi la nani? La Mungu. Siku ukisahau hayo, imekula kwako. Ukazani sasa ndio ndoa, kwenye ndoa, mimi Mungu tumwezi kwenye ndoa, imekula. Unapokaa kwenye ndoa ujue ndoa hii designer ni Mungu na ana kusudi. Na atanihukumu kwa ndoa hiyo.
kwa sababu aliiweka itimize kusudi la nani? La Mungu. Bwana asifiwe. Ndio tulikuwa kwenye msiba wapi kule huko kwa wao, ndani huko Tanga huko Waislamu, alakashia hivyo anatoa jicho, nasema tutaki kusikia habari zozote za Yesu hapa. Nikasema habari za Yesu sitaongea, ila hivi nitaongea, ila nikiteleza msinilaumu. Kama shehe ametoka kila kona hapo bana mjaki. Yaani ile unasimama tu ametoa jicho hivi. Anasifiwa. Nikamwambia hivi huyu na jeneza liko pale. Nikamwambia huyu tunayemzika, tumesafiri kutoka Dar es Salaam kuja kumzika hapa. Nikauliza, hivi wazee huyu alichagua unaitwa wapi kule, nimesahau jina. Au nikuulize wewe? Kule kwenu Mabepande unapotoka, wewe ulichagua? Au nikuulize kabila ulilonalo ulichagua? Huko hajanile, huko nikuulize wazazi waliokuzaa uliwachagua? Ungepewa nafasi ya kuchagua, ungeendelea nao hao au ungechagua wengine? Vipi hapo? Usingemchagua Balesa kuje wewe? Kasema nadhani nilikuwa nawapenda lakini kwa ngoma hii unayutani. Haya, kule kijijini kwenu ambapo unasema unatoka hapa kwetu sijui wapi, unafika pale mjini, unaanza kutafuta usafiri tena. Unatembea masaa 7. Alafu basi ufiki hapo, umefika kwenu hujafika. Magari hayafiki, uko unachukua bodaboda masaa 2. Umefika na bodaboda, sio kama mmefika, wanasema tunatembea kidogo tu, wanakuambia pale Subutu nashuka milima. Wewe ulichagua pale? Ungepewa nafasi nyingine ungeendelea kupasema pale? Au ungesema unahamia London? Tunasema umejikuta tu. Wewe sema nimejikuta tu. Nimejikuta tu. Unatambulishwa kwa huyu ndo babako na huyu ndo mama yako. Unasema amen. Unaambia kwa Kingwendu ndo kwenu. Amina. Una neno. Kituaga hapa jamani, naenda likizo kidogo, naenda Kingwendu kusalimia. Ulichagua? Hujachagua? Hujachagua. Mambo mengi tunayokutana nayo hatujafanya. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alipoziumba mbingu na nchi alikuwa na kusudi. Lakini dhambi ilianza mbinguni, sio duniani. Kule mbinguni alipo ndiko dhambi ilianza. Bwana asifiwe. Vurugu ikaanzia mbinguni, sio hapa. Vita havijaanzia duniani, vimeanzia mbinguni, wapendwa, alipo Mungu mwenyewe. Alipo Mungu vita vimeanzia hapa. Zimepigwa na Mungu yuko hapa. Bwana asifiwe. Wewe tunakuita kwenye maombi, umekaa nyumbani kwako, kaa. Ukisikia Mungu anajiita, mimi ni mtu wa vita, mimi ni mtu wa mapigano, yamuelewa baba. Yeye mwenyewe anashughulishwa. Yaani angekuwa mnyonge angekong'otwa. Fanya mchezo, ungemuelewa mimi. Na kama hujui ambacho angefanya, Yesu alipokuja hapa akajifanya yuko kinyonge tu, amekong'otwa hajekong'otwa. Hajatundikwa msalabani. Katundikwa hajatundikwa. Watu walikuwa wanasema mwana wa Mungu, anasema utaongelea msalaba. Alafu anamwambia wewe unajiita mwana wa Mungu, shuka. Teremka hapo juu. Ndio tushakukongota tayari, shuka. Wanadamu. Maana Mungu kwenye maana yake anasema mna maneno magumu mpaka mwenyewe nimeshindwa. Hapo pale anasema anajitia hofu. Mimi mwana wa Mungu, sijui sifanye kitu kwa baba yangu, sijui kilikwenda. Haya. Shakutundika hapo. Haya, endelea na zile stories zako sasa. Hivi alikuwa mtu mwingine kwa hata hicho nimeomba mimi mwenyewe. Ndio hapo. Msalaba ni jambo kubwa kwa wanadamu. Ya kwamba kama Mungu asipokuwa na uwezo wa kujipigania, anafanywa vyovyote. Na wewe unayemfuata Mungu, unajua unatembea na Mungu ambaye na yeye anawindwa. Wewe unawindwa na yeye anawindwa. Alafu umekaa mahali hivi, Mungu uko wapi?
mwenyewe na wingo, mwenyewe anajipigania, hapo anakuuliza kwa wapi? Yana kwambia tu twende tu fight. Huko usiende, twende huko. Huko mimi siendi, nenda mkomoto. Bwana asifiwe. Vimeanzia kwenye kiti cha enzi mbinguni. Ndio maana mtu tunayempelekea injili tunamwambia Yesu anaokoa, mpokee, anajiita Bwana wa vita. Ibilisi kwanza madogo aliwaza makubwa. Mungu angekuwa legelege, leo story ingekuwa nyingine. Bwana asifiwe. Lakini kuna watu wakasimama. Wale tunasimama na Mungu. Nasimama na Mungu. Mikaeli manake ni nani aliye kama Mungu? Baada shetani alisema nitakuwa kama Mungu. Mikaeli akasema ni nani aliye kama Mungu? Wamekutana na shetani uso kwa uso. Wako ofisi moja. Bwana asifiwe. Ofisi moja lakini wamegeukana. Kanisa moja lakini unaweza mkageukana. Ukigeukana wewe bali pa kusimamia, simama na Mungu. Ndio salama wako ulipo. Bwana asifiwe. Mikaeli akasema ni nani aliye kama Mungu? Akasimama na Mungu. Sema tuko ofisi moja, tuna majukumu yale, lakini leo umefanyaje? Umegeuka. Hatukuachi mpendwa. Maana nikikuacha utanikongota. Nikikuacha utanikongota. Nikikuacha tumekwisha. Nikikuacha usalama upo huko. Hapa vita itaamua, ngumi zitaamua. Zikapanga. Na ni serious sio tani. Ukishinda umeshinda, ukishinda umeshinda. Bwana asifiwe. Na mambo haya tunaongea, ukishindwa ndugu umeshindwa. Ukishinda umeshinda. Ukishindwa milele. Na Mungu atafanyaje? Maana watu watamlalamikia Mungu siku ile, atamwambia sijui kilikwenda karudi, akamwambia mwenzangu tulia hapo hapo, mwenyewe alinikuta. Kwa hiyo mimi nawe goma control. Ila tu na mimi kuna kanuni na manani nilikuwa nayafanyaje? Nasimamia na yafuata. Kwa hiyo dhambi iliingilia kuvuruga kusudi la nani? La Mungu. Kwa hiyo Mungu tulisoma kwenye Danieli 9 ngapi ile? Hebu fungua ile Danieli 9:24 soma. Danieli 9:24 Biblia inasema muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu, ili kukomesha makosa na kuishiliza dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele na kutia muhuri maono ya nabii. Ili kuleta haki ya milele, Mungu hakuendelea na kusudi ya kuendelea na safari, aliamua kushughulikia dhambi, makosa na uovu. Akaweka muda wa kuvishughulikia, kuvimaliza. Na wale watakao kuwa tayari kufanyaje? Kuvimaliza. Wale watakao shindwa kuvimaliza watajua. Andiko hili anasema ameweka majuma 70. Majuma 70 ni muda tu, lakini ameweka matukio. Anataka kile kilichovuruga mpango wake, dhambi, makosa, vifike mwisho. Na kila mtu anayeambatana na Mungu ambaye anataka vifike mwisho. Bwana asifiwe. Mungu alisema hata shindana na mwanadamu milele, akaweka mpaka. Maana vinginevyo vita hii ingekuwa ni ya nini? Ya milele. Mungu amekataa hata kuwa na hiyo vita milele. Kwa sababu kila kiangalia anaona kuna watu wanakubali, kuna watu wanafanyaje? Wanakataa. Kuna malaika wanakubali, kuna malaika wanafanyaje? Akiangalia naona niendelee na shindano hili mpaka milele ili niwalete wote kwangu. Akasema no. Lazima tufike mahali anayekubali akubali, anayekataa afanyaje? Nitakachoweka ni muda tu, kwamba nakupa muda huu, fanya maamuzi. Bwana asifiwe. Vinginevyo Mungu angeshindana na jambo hili milele na amekataa. Akasema nafsi yangu haitashindana na wanadamu milele, naweka mpaka. Ndio pale anasema alikuwa anaishi anavyotaka, namwekea mpaka miaka 100 mwisho ngapi?
120. Akasema mwanadamu anaweka ile, hakuweka tu mpaka wa kimwili, aliweka pia mipaka, na kwamba kwenye maisha ya dunia, kwenye maisha yatakayoendelea dunia anaiwekea pia nini? Mpaka. Kwa maana mapepo, Yesu anapotoa mapepo wanamwambia umekuja kabla ya msimu wetu. Bwana asifiwe. Mbinguni dhambi ilipoingia, Mungu aliweka mpaka. Akaambia madai yenu yote ashughulikieni, ili muonyeshe kama mimi na hatia au nini. Nawapa muda huu. Muda huu ukiisha, naandaa ziwa la moto. Ziwa la moto, mpendwa, alikuandaliwa kwa ajili ya mtu. Aliandaliwa Ibilisi na malaika. Mwanadamu ataingia tu kwa sababu ameikataa nini? Hata shetani naye anajua na muda mfupi. Kwa hiyo muda umewekwa ili Mungu ashughulikie dhambi, makosa na hilo ni la kwanza, ili aweze kuleta haki ya milele kama Danieli inavyosema. Maana ilisema kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki inakaa ndani yake. Amen. Bwana asifiwe. Ufufuo umefundishwa kwa sababu huo ndio unaokupa ushindi kwenye kila eneo. Bwana asifiwe. Baraka zote unazozipokea zinapita kwenye nini? Ufufuo. Kwenye ufufuo. Na ukupewa nafasi ya kuchagua wazazi, kuchagua mji, kuchagua mahali, lakini ukiokoka umepewa nafasi ya uchaguzi. Bwana asifiwe. Kwa maana ukiokoka, Mungu anatuhamisha hata kabila, anatuhamishia kwa Ibrahimu na mambo mengine. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tumeelewana mpaka hapo? Kwa hiyo lengo ni kuishirisha dhambi, makosa, lakini pia atimize kusudi lake lote la milele. Lazima litimie. Yaani kile Mungu alichoamua lazima kifanyaje? Kitimie. Bila kujali muda. Alichopanga Mungu kwa mapenzi yake lazima kifanyaje? Kitimie. Bila kujali watu wanapinga ama wanafanyaje? Lazima kitimie. Haya, tuangalie matukio machache kwa haraka kabla sijahitimisha, kwa muda umekwenda, ili niweze kumaliza Jumapili ijayo. Kwa hiyo hapa tunachosubiri matukio, andika kwanza unyakuo moja, unyakuo na unyakuo tumesema uko aina ngapi? Mbili. Unyakuo wa mtu mmoja mmoja na unyakuo utakao kuwa kwa kanisa zima. Ndicho tunachokisubiri. Kwa kila mtu anasubiri unyakuo wa mtu mmoja mmoja na unyakuo wa kanisa zima. Yesu akirudi leo, walio hai wananyakuliwa. Kama hajarudi leo, kesho kutwa, unyakuo wa mtu mmoja mmoja unafanyaje? Unaendelea. Ukisikia mpendwa amekufa, ujue amefanyaje? Unyakuliwa. Kwa hiyo alikuwa anaambiwa kujiweka tayari kwa hayo yote. Kwamba uje unyakuo wa kanisa zima, uje unyakuo wa mtu mmoja mmoja, ukukute huko tayari. Bwana asifiwe. Unyakuo litakuwa ni tukio la ghafla la kufumba na kufungua. Tulisoma hayo maandiko kwenye Korinto wa kwanza kule 15 kwamba kufumba na kufungua, parapanda italia. Wale waliokufa watakatifu walioko mbinguni, yaani hapa dunia ndio senta, walioko mbinguni wanaangalia wapi? Yaani walioko mbinguni nao wanasubiri hii siku. Walioko mbinguni wanasubiri na tulioko duniani tunafanyaje? Tunasubiri. Nilisema walioko mbinguni hawajakamilika kwa sababu miili yao wameiacha wapi? Hapa. Hawajaondoka na miili yao. Kienda makaburini utakuta mwili wa fulani uko wapi? Hapa. Kwa hiyo yuko mbinguni, hajafanyaje? Hajakamilika, kwa sababu ili mtu akamilike ana mambo matatu: roho, nafsi na nini? Na mwili. Sasa wameingia na nafsi na roho, mwili uko wapi? Hapa. Kwa hiyo nao wanasubiri siku ambayo wataipokea miili. Amen. Lakini hilo tukio
inakuwa ni la kufumba na kufumbua. Siku ya unyakuo parapanda italia, Yesu atashuka, hata kuja hapa duniani. Atabakia wapi? Mawinguni, hewani. Ni tukio la siri. Nilisema ni tukio la siri kwa sababu Mungu yaani shetani anaposhtuka atafute cha kufanya, tukio limeshafanyaje? Hizo zinaitwa mbinu za kivita. Kwa hiyo atakuwa yaani ni tukio la kufunga, atatokea mbinguni tu kabla kwamba wakati watu kuna nini, yaani nguvu za giza kule zinajuza kuna nini, ni kufumba na kufumbua. Na atakapokuwa anakuja pale hewani, atakuja na watakatifu wote walioko wapi? Mbinguni. Atakuja nao pale hewani. Halafu wale watakatifu waliokufa watakuwa wa kwanza, watarudi wapi? Hapa duniani. Kila mtu atafuata mwili wake, watapokea miili yao, na akishapokea mwili wake, tukio la ghafla litatokea. Ule mwili aliokuwa nao utafanyaje? Utabadilishwa nao ghafla. Anasema uharibifu uvae kuto kuharibika, kupokea mwili wa utukufu. Yaani ataona mwili wake huu. Ni swala kufumba na yaani ni kitu kinachokwenda kwa spidi, sio ya nini. Mwili utabadilika, atakuwa na ule mwili mwingine, Bwana asifiwe, ambao ukuta sijui nini na kusumbua. Chawa wametuzidi spidi, lakini washindwe kwa jina la Yesu. Yaani hapa tukio wakati sisi tunasubiri wenzetu ndio wanaendelea kushughulikia sasa. Yaani wewe umefunga milango nyumbani kwako, mchawi anaingia tu. Sisi tunasubiri nini? Subiri unyakuo. Hao jamaa wanafanya mambo hayo leo. Na hivi ninapoangalia na nyinyi sijui uko nyuma huko imeshalimishwa sana usiku. Yaani unatolewa huko na unarudishwa hapo. Mingi ya utukufu, sema mingi ya utukufu. Kwa hiyo hawa watakuwa wa kwanza kubadilishwa, halafu wale walio hai nao watafanyaje? Watabadilishwa. Halafu kundi litaanza kupaa kuelekea wapi? Kumlaki Bwana wapi? Mawinguni. Wale walioko mbinguni na walioko duniani litakuwa kusanyiko. Ndio maana nakwambia walioko mbinguni nao wanalisubiri hilo nini? Hilo tukio. Yeah. Itakuwa safari ya namna gani? Yaani kuonyesha hiyo safari yenyewe itakavyokuwa. Itakavyokuwa ni Bwana asifiwe. Sema itakuwa safari ya kibabe kidogo. Isaya 35. Tuanze 51. Soma Isaya 51. Kuonyesha hiyo safari ya kuelekea huko itakuwa ni namna gani? Ndio Isaya 51:11. Biblia inasema, nao waliokombolewa na Bwana watarejea, watafika Sayuni wakiimba, furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao, watapata shangwe na furaha, huzuni na kuugua zitakimbia. Hujaliona vibe, subiri siku hiyo. Mengine ya kusingiziwa tu. Vibe hilo linaloitwa vibe ndio siku hiyo. Bwana asifiwe. Kiona watu hapa wanazunguka na nini, wanafanya mazoezi. Fanya mazoezi. Fanya mazoezi. Fanya mazoezi. Lenyewe linakuja. Sema lenyewe linakuja. Lenyewe linafanya mazoezi. Lakini mwambie kwa wale wenyewe kata yake. Linakuja vibe. Anasema itakuwa sio, yaani sio issue ya, itakuwa ni issue kingine. Anasema watakwenda wakifanyaje? Wakiimba. Bwana asifiwe. Shangwe, furaha. Na iangalia, unaangalia hapa kibelewele, unasema wewe nishakushughulikia, umekoma. Unajaribu kunizuia, nimechoboa. Bwana asifiwe. Hiyo ndio itakuwa safari ya kuelekea huko. Tutakutana na Yesu pale hewani. Baada ya pale vibe linaendelea kuelekea wapi? Mbinguni. Kanyaga tu mbinguni, kaleta Mungu, itasoma miaka 7. Sema miaka 7. Miaka 7.
matukio matatu yatatokea mbinguni. Niamalizie kwa haraka hayo ili Jumapili ijayo tumalize. Matukio matatu, hebu sema matatu. Tukio la kwanza, sema vibe. Sema utaingia mbinguni kwa vibe. Nimeshinda. Yule jirani yangu aliniloga nisema nimeshinda. Nimetoka mahali nipo lakini nimetoboa. Vibe la nguvu la kuingia. Yaani ile mpaka kuingia mbinguni vibe litaendelea. Yesu ataangalia, atasema malizeni kwanza vibe hilo. Basi tumefika. Haleluya, haleluya, haleluya. Afu ukija utaingia mbinguni. Asema kwani vipi tena? Vibe tulizani ndio tunaendelea nao milele. Mbona limekata ghafla? Litakata ghafla. Mwambie na yako litakata ghafla. Vibe litakata ghafla. Afu kabla hajakaa sawa, Yesu ataenda kukaa kwenye kile kinachoitwa bema. Wakati huo vibe limefanyaje? Vibe, sema vibe ya kuingia limekata. Limekata ghafla. Afu tukimwangalia Yesu hatumuelewi. Yule aliyetupokea hewani na huyu wa sasa hatumuelewi. Yaani sura imefanyaje? Imechange kivingine. Yaani ile sura kuchange ndio itakata vibe. Mbona ametuchenjia tena? Mbona ametuchenjia? Kulikoni? Malaika wanaweka kwenye maeneo maalum, alafu anahamia kwenye kiti kinachoitwa nini? Bema. Atakaa hapo. Alafu atauliza, ongeleni kwa vibe. Karibu. Kaambia sasa nataka kupokea kazi ya kila mtu aliyoifanya kule. Ndio hapo sasa. Kule tunaita kindendemesi. Kule kwetu tunaita kindendemesi. Yaani sema kindendemesi. Atakaa kwenye kile kiti. Alafu jina moja baada ya nyingine litaanza kufanyaje? Kuitwa. Ashukuriwe Mungu, sio kiti cha hukumu cha kwenda jehanamu. Bwana asifiwe. Ni kiti cha andiko ambalo tumelisoma kwenye Mhubiri 3:17. Naomba tusome andiko la mwisho katika malizia. Sema hukumu. Ndio maana mwongofu mpya hamalizi darasa la mwongofu mpya mpaka afundishwe ufufuo wa wafu na hukumu ya milele. Hukumu itakayotolewa kwa mtakatifu kwenye kile kiti cha bema ni hukumu ya milele. Bwana asifiwe. Pata hiyo nini? Mhubiri 3:17. Mhubiri sura ya 3:17, Biblia inasema, nikasema moyoni mwangu, Mungu atawahukumu wenye haki na wasio haki, kwa kuwa kuna wakati huko kwa kila kusudi na kwa kila kazi. Mungu alipokuwa anaumba mbingu na nchi, alipokuwa anaumba mtu na malaika, aliweka kusudi kwa kila mtu, kusudi kwa kila malaika, kusudi kwa kila kiumbe, kusudi kwa dunia, kusudi kwa kila kitu. Bwana asifiwe. Na hukumu ile inahusu mambo makubwa mangapi? Mawili tu. Kusudi, kazi. Kila mtu hapa ana kitabu mbinguni cha kusudi la kuwepo kwako duniani. Ndio maana kwa sababu dhambi iliingia, haijalishi umezaliwa wapi na nani, namna gani, kwa design gani, haijalishi. Kwa sababu tayari dunia imeshavurugwa. Kwa hiyo Mungu hachukui tena kwamba wewe ulizaliwa wapi, alikuzaa nani, kivipi, haijalishi. Kinachojalisha upo, sema nipo.
upo. Haangalii nyuma yako, anaangalia mbele yako. Bwana asifiwe. Kwamba umezaliwa Mgombani sijui wapi, liko kusudi kwako. Hilo ndilo Mungu analoliangalia. Kwa maisha yetu yamejengwa tulitimize kusudi la Mungu, sio makusudi yetu. Kuna kazi za kufanya za kutimiza hilo nini? Kusudi. Hicho ndio Mungu atauliza. Malaika anasimama huku. Huyu tulimpa kusudi gani duniani? Anaambiwa ili hapo. Na umefika. Kusudi lilikuwa linahitaji kazi gani? Hizi hapa. Ndio anaangalia kusudi, kazi na kile ulichofanyaje? Ulichofanya. Bwana asifiwe. Halafu kuna kumalizana hapo. Sema kuna kumalizana. Na itakuwa na maana. Kwa sababu kama kusudi lako alikupa nafasi fulani, utaipata. Utakaa kwenye sehemu nyingine. Na sijui nisemeje. Baada ya miaka 7 Yesu atarudi na kanisa hapa duniani. Atatawala hapa Yesu kwa miaka 1000 hapa. Hawa marais mnaowaona, mawaziri, sijui manani, wanaitwa ni watawala wanaobatilika. Bwana asifiwe. Ukifanya vizuri wenda wewe ni mkuu wa wilaya ajaye. Wenda wewe ni yaani Yesu atakuja kutawala hapa na mifumo hii mnayoiona hii sema hii ila itakuwa kwenye viwango vya next level. Hii mataifa yatatawaliwa na watu wanaoitwa wafalme, waliookoka, waliotimiza kusudi la Mungu. Wao watakaokabidhiwa mataifa, watakaokabidhiwa mabara, watakaokuwa na majukumu tofauti, wataalamu wa mambo mbalimbali ambayo Mungu aliyakusudia tangu huko nyuma. Bwana asifiwe. Watakaa watu kwenye vitendo. Sasa ndio unamwona mtu pale anapita na msafara, afu ile ndio ilikuwa wewe. Afu wajibu uliopewa sasa kubeba mabegi ya mtu. Ndio maana machozi yanakuja kufutwa kule tunapoingia mbingu mpya na nchi mpya. Yaani ile machozi yaani ile tu kwamba pale Kibelewele pastor alipokuwa anasema tukaribishe watu kanisani hivi tukashuhudia hivi, mimi nilikuwa mpuzi kiasi gani kwa kutokufanya shughuli hii mpaka nimeishia hapa. Kwani gharama ya kumwalika mtu kanisani ilikuwa nini? Kumshuhudia mtu ilikuwa nini? Mbona kumfuatilia mtu kwani ilikuwa na uzito gani? Mbona ningeweza? Mbona kutembeza mandazi naweza? Hana siri. Miaka mingapi? Maana hata hawa wanaotawala sasa miaka 100 wanafika. Sasa mtu ukikuta amekalia kiti na msafara hapa duniani wapendwa, miaka 1000 na kutia moyo, hapa kutakuwa na uzao, ndoa zitakuwa zinafungwa, cheleko zitaendelea, reception kwenye kumbi zitaendelea, magari yatakuwepo, meli zitakuwepo, ndege zitakuwepo, magorofa yatakuwepo, maisha yatakuwepo, vitengo vitakuwepo. Miaka mingapi? 1000. Mungu atakuwa anajibu swali, hivi Adamu na Hawa wasingetenda dhambi, dunia ingeonekanaje? Mungu atakuwa anajibu hilo swali kwenye miaka 1000. Maana itakuja wewe Mungu, ile safari ya Adamu na Eva ilikushinda. Si ndivyo Musa alivyomwambia Mungu jangwani kwamba unataka kuwaua wote niende mimi? Watu watasema wewe safari ilikufanyaje? Ulishindwa kuwapeleka nchi ya ahadi, ndio maana umewaua. Hicho kisingizio tu. Mungu akasema hii hoja nzito, ngoja tusonge mbele. Na watu wanasema Mungu anaongea tu. Walitenda dhambi nikawafukuza nini? Wewe hii safari ilikufanyaje? Ilikushinda nini? Unatuonea tu. Safari Eden ilikushinda, ndio maana umepita huko. Mungu ataleta tena miaka mingapi? 1000, kwamba Adam na Hawa wasingeanguka, maisha yangekuwa ngazi gani? Yataonekana hayo maisha kwenye miaka 1000. Makofi yanapigwa. Bwana asifiwe. Simama pale ulipo.
Unadhani kuna kitu tunakipambania kwenye wokovu? Kipo ama hakipo? Na nirudie tena, kwa sababu hii ya kusudi na kazi, ndio maana Mungu anajibu maombi ya watu wake, anajibu maombi ya watu wake wakati wote. Wewe unataka kufanya biashara, Mungu yuko tayari kukufungulia milango. Unahitaji pesa, unahitaji mtaji, unahitaji elimu, una mahitaji yako, Mungu atakupa, kwa sababu unalo kusudi, iko kazi ya kufanya. Bwana asifiwe. Sio tu kwa sababu tunataka mafanikio, ametupa kusudi na ametupa kazi za kufanyaje? Na kama tupati, tuna haki ya kumwambia Baba, tunaomba utupe. Jina la Bwana libariki. Tumwambie utupe. Funika macho. Upo katikati yetu. Hujampa Yesu maisha, hujaokoka au umeokoka, lakini kuna changamoto zinakusonga mpaka unashindwa kukaa mkao wa sawa sawa. Nikupe nafasi hii wakati huu. Inua mkono wako juu. Mungu akusaidie sasa hivi. Rapakatomonisa labashi. Ria kamando ipale sola baskata. Riki madosha labashi. Ropo takaya manduli maska. Tunashughulika na jambo serious, linabeba hatima yako ya milele. Hatukubali kwa namna yote kupoteza, maana tukipoteza tumepoteza milele. Hatuko tayari. Mungu anasema yuko tayari mtu apotee. Kanisa linasema alikubali mtu yote apotee. Tutakufuatilia, tutakuombea, tutakushauri, tutakusaidia ili usipotee, uwe tayari wakati wote. Kushamashi. Wenyosha mkono, pita hapo. Mungu yuko hapa kukusaidia. Akupe nguvu mpya, akupe mtembeo mwingine. Rando sharabashi. Wenyosha mkono, pita tu hapo mbele. Pita hapo mbele. Pita hapo mbele. Rando sharabaka ya basi. Karibu mchungaji. Huko mwingine kule na changamoto kama vile uoni mlango kutokea, juu ufanye nini? Yuko hapa na piga makofi hapa mbele, yuko pamoja na pokea Yesu. Yesu ni tukio ambalo linafanya hata malaika kule mbinguni wailishe mambo, washangilie. Huko kule unasema unahitaji Mungu kwenye eneo lolote, karibu mbele. Unahitaji Mungu akutokea kukusaidia. Nimesikia baraka. Karibu. Nimesikia neno lako. Umeweka matukio ya siku za mwisho. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, mwenye mamlaka, unatawala, unamiliki. Asante Mungu ni hai kwa wokovu mkuu ulioachilia kuwaepusha watu wako na matukio ambayo yataleta kilio, uchungu, maumivu. Naomba toba, naomba rehema, naomba msamaha kwa makosa yote na dhambi zote nilizozifanya kwa kujua ama kwa kutokujua. Ninatubu leo kwa kinywa changu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu ninaamini wewe Mungu ulimfufua Yesu Kristo
kutoka kwa wafu, na sasa umemweka mkono wa kuume. Umesema kila atakayekiri na kuamini kwa kinywa chake ataokoka. Kuanzia sasa ninatubu na kukiri na kuamini katika jina la Yesu. Kuanzia sasa mimi ni mtoto wa Mungu, mimi nimeokoka kwenye ufalme wa Mungu aliye hai. Futa jina langu kwenye kitabu